maandalizi ni mchezo dhidi ya RS Berkane. Bwana Mpanzu huyu hatujammaliza. Jana semaji kasema Mpanzu hayupo kwa mkopo wa miezi 6. Bali ana mkataba wa miaka 2 na huyo Mpanzu wao hawajamchukua kwa AC Vita. Na tena amesisitiza sana kwamba unajua Mpanzu alikuja baadaye ikatokea yupo tunasema kwamba alikuwa yuko down kwamba ndani ya kama miezi 3 hivi 4 alikuwa bado hajaingia kwenye kikosi cha Simba, maana yake alikuwa tu anafanya mazoezi. Ila sasa aliyotumikia mpaka saa hizi ni miezi 4. Kwa hiyo amesema imebaki mwaka mmoja na miezi mingi. Kwa hiyo ana wakati mwingi sana Elie Mpanzu, kwa kauli ya Ahmed Ally, kwa sababu Ahmed Ally ndo final say. Yaani kwamba yeye akishazungumza kitu anaenda kwenye public anazungumza kuhusiana na Simba. Yeye sasa ndo anatoa taarifa ambazo ziko sahihi. Kwa hiyo hiki ambacho alichokisema kwamba miaka 2, watu wengi tunaamini hivyo. Kwa hiyo kama wengi tulikuwa tunaamini kwamba Elie Mpanzu amekuja kwa mkopo, hiyo sasa tayari ameshatufungua kwamba kumbe ana miaka 2. Kwa hiyo wale wanamhitaji Elie Mpanzu waende labda wakavunja mkataba pale Simba wa mwaka mmoja pamoja na hiyo miezi iliyobakia. Na ametumia miezi 6 ya kucheza. Miezi 4 ya kucheza. Kwa hiyo bado kama miezi 8 kwenye ule mwaka, manake mwaka tunahesabu kwa season. Kwa season. Kwa hiyo unaona kabisa Elie Mpanzu ana muda mrefu. Na hichi hata pia Simba wanaweza akatamani pia wamuongeze mkataba, kwa sababu sio mchezaji ambaye mchekea. Yaani unavyomuongeza mkataba mchezaji kama Elie Mpanzu, unatengeneza attention kwako kuweza kukusaidia. Na ndio hichi ambacho hata wenzetu Ulaya wanataka kumsaini mchezaji, wanamsaini kwa muda mrefu. Yaani ukiona mchezaji unamhitaji. Tumeshuhudia ligi inaendelea, lakini pia tunasikia fulani anamtaka fulani, Arsenal anamtaka mchezaji fulani kwa sehemu fulani. Kwa kiwango cha Elie Mpanzu hakuna ambaye ana doubt kwamba pale Simba hiyo miaka 2 kwamba ni miaka michache. Yaani kwa binafsi nione kwamba wakati wake saizi wa kufanya makubwa, na Elie Mpanzu mwenyewe anaona kwamba mbona anazungumza sana. Kwa hiyo ni kutokana na kiwango chake ambacho alichokionyesha. Kwa sababu ingekuwa ameingia kwenye kikosi na bado hajakriki, aisee tungekuwa tunasikia mengine kwamba bwana ameingia kwenye kikosi lakini bado hajapata nafasi. Kwa hiyo ana bahati sana na huu ndo wakati wake. Kuna ile ulisikia ile habari za dabi kwamba unatakeje alama 3 kama hujamkaba Elie Mpanzu. Naona sasa huyu ndo amecompare na ile usemi. Amesema hii ni dhahiri shairi kwamba inawezekana wao wanamuogopa nani? Elie Mpanzu. Hata kama labda iwe wanamuogopa, lakini hawezi kumuogopa kipindi hicho ambacho bado yuko Simba. Kwa sababu hata kama ingekuwa kama ni miezi 6, ni lazima atamaliza ligi mzima. Season hii atamaliza. Kwa hiyo bado atakutana naye. Kama watacheza watakutana naye na unajua akili nyingi za mashabiki wa timu zote. Akili yao kwamba waone kwamba hiyo dabi waone je, upande huu anaweza kumkaba huyu, upande huu anaweza kumkaba huyu. Na tunachomzungumza Elie Mpanzu kutokana na kiwango chake alichokuwa nacho, kwamba je Jonathan Kangalombo Jonathan tena Israeli Patrick Mwenda pamoja na Isaka Boka wanaweza pia wakazuia ule mwendo kasi wa Elie Mpanzu, kwa sababu ana bahati anacheza pande zote mbili. Kwa hiyo hichi ambacho wanachokizungumza kuonekana kwamba je huyu Elie Mpanzu kwa performance yake aliyokuwa nayo, hawa ambao wanacheza fullback wana uwezo wa kumkabili huyu. Na ndio maana hicho tunachokizungumza, na kwa performance yake ni performance bora ambayo wachezaji wengi wana shida sana, kwa sababu amewatesa sana. Amewatesa Stellenbosch tumeona, amewatesa pia Almasiri tumeona. Kwa hiyo hata pia yule beki yote ambaye anakutana naye lazima awe na akili timamu. Mechi ya mwisho pale South Africa bwana Bilali, Mpanzu hakuonekana, ni kama walizuia njia zake zote. Yaani kila anachokifanya kwake ikawa ngumu, lakini pale New Amani Complex aliwaka kweli kweli. Pengine naona kitu ambacho alienda kufanyia kazi Stellenbosch ni hicho, kwamba huyu jamaa ni msumbufu sana, natakiwa tuje tumkabe sana huyu kwenye mechi ya kwenda finali. Lakini licha kufanya yote, mchezo ule tuliona hakuna goli ambalo lilipatikana. Na goli lile ambalo Simba lilivuna katika uwanja wa New Amani Complex limewapeleka finali. Tunamwona Mpanzu wa aina gani anavyoelekea sasa mchezo wa finali. Tukiachana na hizi game ambazo tumetazama vipolo walikuwa wakivicheza, tunasema walikuwa wanamalizia vipolo vyao. Elie Mpanzu ni mtu wa namna gani? Pengine anakwenda kuisaidia Simba vipi? Unajua timu nyingi sana hapa Afrika
wale wenzetu wana utaratibu hata tu Simba, Yanga, timu yote wanakuwa na video assistant. Ndio. Kwa hiyo wale watu ambao wanakuwa na zile video, wale makocha ambao kazi yao wao ni kuangalia wachezaji performance yao. Kwa hiyo kwa kile ambacho Elimpanzu alichokuwa nacho, lazima wamemwangalia kwa mechi alizocheza na wanaifanyia kazi. Kwa hiyo sasa akili yao nyingi, akili yao itakuwa ni kuconcentrate kumkaba Elimpanzu. Kwa hiyo kwa wale wachezaji ambao wanaobakia, maana yake akina Kip Dennis, labda akina Joshua Mutale, akina Jean Charles Ahoua pamoja na akina Mukwala labda na Ateba, hawa ndo ambao wanaweza sasa wakatumia nafasi, kwa sababu amekabwa Mpanzu na hawezi kupata nafasi. Wale sasa ndo wanapata nafasi, kwa sababu huwezi kumkaba peke yako, kwa sababu Mpanzu ana kasi sana na ana uwezo kwamba akikutoka anakuacha na unaweza ukasababisha kucheza madhambi ambayo wenda anaweza kasababisha athari. Kwa hiyo kwa wale wachezaji ambao watakuwa wako free, huu ndo wakati wao sasa wao kutumia nafasi ya kwamba bwana mwenzetu amekamatika, sisi sasa ndo tunatumia nafasi. Ndio hicho ambacho kinachosaidia Mpanzu akiwa kwenye kikosi. Huku tukiendelea kumzungumzia Mpanzu huyu, maana leo amefanya tuweke kikaangoni kweli kweli. Ameanza kutrendi kabla hata ya muda wa usajili.